Kutokana na video ama picha mjongeo iliyosambaa mitandaoni ikionyesha wananchi wakimbeba mgonjwa kwa kutumia machela ya kienyeji katika kijiji cha Kisiwa iliyopo wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, imeibua mjadala kuhusu hali ya miundombinu ya barabara katika eneo hilo, ambapo wananchi hao walilazimika kutembea kwa miguu huku wakimpitisha mgonjwa kwenye sehemu yenye changamoto, huku wakimkimbiza kuelekea kwenye kituo cha afya Kidabaga kwa ajili ya matibabu. Akizungumza na AyoTV, mkuu wa wilaya ya Kilolo Rebeka Nsemwa ametoa ufafanuzi kuhusiana na tukio hilo, huku akieleza kuwa mgonjwa huyo alikuwa akitolewa katika eneo dogo lenye utelezi wa muda kama lenye urefu wa takribani mita 200 ili aweze kufikishwa sehemu ambapo gari lingeweza kumpokea na kumpeleka katika kituo cha afya. Rebeka Nsemwa ameendelea kusema kuwa eneo hilo huwa linaharibika hasa wakati wa msimu wa mvua, lakini tayari limeshakarabatiwa na magari yanaweza kupita. Napenda kutolea ufafanuzi kuhusu clip ya video ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya jamii ikionyesha mgonjwa akibebwa kwenye machela na kupelekwa hospitali, na inaelezwa kwamba huo ndio utaratibu katika wilaya ya Kilolo, eneo letu lile, kwamba wagonjwa huo wanabebwa kwenye machela kupelekwa hospitali. Kitendo kile kilitokea kwa mgonjwa mmoja, lakini si kwamba ndio utaratibu. Barabara ile ya Idete Kiwalamo ni barabara yenye urefu wa kilomita 8.5, 8.5. Barabara ile si mbaya, isipokuwa kuna eneo la mita 200 ndio limeharibiwa kipindi hiki cha mvua. Kama unavyojua uchumi wetu wa Kilolo unategemea sana mazao ya misitu, kwa hiyo magari mengi yanayobeba magogo, mbao yanapita kwenye barabara hii, na nakumbuka yanakuwa na uzito mkubwa. Hivyo yaliweza kuharibu kipande hicho cha mita 200. Lakini kilichofanyika, mgonjwa alibebwa, ni huyo mmoja tu, alibebwa katika eneo lile ili kufikishwa eneo ambalo gari linaweza kufika. Kwa hiyo akachukuliwa na ambulance na akafikishwa hospitali, akaendelea na matibabu. Tunashukuru serikali, tumeweza kukaa kikao na watu wa TARURA, wataalamu wa TARURA, na wameweza kutafuta long term solution. Kwa sasa tunaenda kwanza kupatengeneza tu ili magari yaendelee kupita, na panapitika. Hata sasa ukienda panapitika kabisa. Isipokuwa sasa, ili kuweza kuzuia tatizo hili lisitokee tena kipindi cha mvua nyingi kutokana na uharibifu unaofanyika na magari makubwa, wataalamu wameandika andiko la kuweza kutengeneza rigid pavement. Kwa hiyo itakuwa rigid pavement ikiwekwa pale, ile barabara itakuwa inapitika kipindi chote cha mwaka, hata kipindi cha mvua kali haitaweza kuharibika. Na tiba ya hapa si tiba ya kawaida, ya sio matengenezo ya kawaida. Inatakiwa kuweka tabaka la zege, rigid pavement, ndio inaweza ikasustain hapa kwa sababu ya magari yanayopita, lakini pia na terrain jinsi ilivyo. Sasa sisi kama wakala wa barabara hili tumeliona, na ni jukumu letu sasa kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa eneo hili. Niwape imani tu, niwape tu rai wananchi waendelee kusubiri wakati serikali inajipanga kutafuta sasa kutafuta solution ya kudumu katika kipande hiki. Tunalichukulia kama dharura, na sisi tutatafuta suluhisho kwa njia hiyo hiyo ya dharura. Lakini changamoto tunayo kubwa ni changamoto yetu ya barabara. Kwa kipindi hiki cha mvua ni barabara ya kutoka Kisiwa kwenda Kiwalamo. Kwa kweli tuna kipande kidogo ambacho kipindi cha masika kinasumbua sana. Ni kipande kama cha mita 200 hivi. Hiki kipande ni sugu, ambacho hiki kipande hata kimwaga changalawe, kwa kweli kwa kipindi cha masika kwa changalawe yetu tulionayo huwa haiwezi kukidhi kwa hiki kipande. Naomba tu serikali kwa kipindi hiki
itutafutie fedha kwa ajili ya kuweza kukiboresha hiki kipande kwa kiwango chochote kitaka, kama kiwango cha kuweka nzege au kwa kiwango chochote wanachoona wao kinafaa kwa kuweza kudhibiti hiki kipande ambacho ni sugu. Lakini kupitia changamoto ya barabara, ni kweli wananchi kwa kipindi wamepata adha kubwa. Kwa mfano, wamama wajawazito wanalazimika kuambiwa na madaktari wale wamama wajawazito inapofika miezi 6 au 7 kwenda kujisubiria kuondoka kwenye kijiji chao kwenda Kidabaga kwenye kituo cha afya kwenda kujisubiria. Wanakaa kule zaidi ya miezi 2 au miezi 3. Kwa hiyo imewapelekea wananchi wengi ambao wana maisha ya chini kuweza kushindwa kuvumilia, kwa sababu kule ni gharama sana. Lakini inapotokea kwa wale ambao wameambiwa kwamba waende kwenye kituo cha afya hawakwenda, inapotokea kwamba wameugua, ndipo pale, kwa sababu magari hayafiki, kwa mfano ambulance, inalazimika wananchi kuweza kubeba machela kama kilomita 6 hivi kufika sehemu ambayo ambulance inafika iweze kumpakia huyu mgonjwa kupeleka kituo cha afya. Kwa hiyo imetokea mara moja ambayo kwa kweli waninipigia simu, mwananchi walibebwa kutoka Kiwalamu kwenye zahanati yetu mpaka kufika sehemu ya Kisiwa ambapo alibebwa kupeleka kituo cha afya Kidabaga. Changamoto yetu ya barabara kwa kweli ni kubwa, na asilimia kubwa wakati mwingine tunapopata mambo ya dharura, hasa kuugua na hasa kwa ajili yetu sisi kina mama, kwa kweli tuna changamoto kubwa. Wakati mwingine unakuta umepatikana na tatizo hili la uzazi, unaanza kuumwa usiku, halafu barabara kulingana na uwezekano wa kupitisha gari haupo, inafika mahali kina baba tunawapa kazi, wanatufunga kwenye vitanda na wakati mwingine kwenye machela, huku tunaumwa. Halafu inafika mahali wakati mwingine hata hawa wababa nao wanashindwa kubeba huu mwili. Inafika mahali wanateleza kwa sababu barabara zina makorongo kama hivi mnavyoona. Kwa kweli kwenye kijiji chetu tuna shida, na wakati mwingine nafika mahali tunazalia njiani sisi kina mama. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi changamoto. Wakati mwingine tunapewa nafasi ya kusema kabla ya mwezi wa kwanza unapoanza twende tuka maeneo fulani ya kwenda kujifungulia. Lakini sasa nikiangalia mimi mama, uwezekano wa kwenda kupanga chumba au kukaa mahali fulani, uwezekano wa kipato changu mimi ni kidogo. Sasa nafika mahali nawaza, nikisema niondoke niende nikakae mahali fulani niishi kule, nitaishishije? Na nina watoto hapa wadogo, uwezekano wa kuacha ni mgumu, na baki tu baadaye ninakuja kuwapa kazi viongozi wa serikali. Wakati mwingine kina baba na kina mama wanaanza kupata shida, ni kwa namna gani wanifikishe mahali husika ili nikapate matibabu haya ya uzazi. Kwa kweli kwetu huku tuna shida, tunaomba kama ikiwezekana serikali mtutazame na mtuangalie namna ambavyo tunavyoishi. Tuko kwenye shida na wakati mwingine imekuwa ni hatari kupoteza maisha yetu.